Kutokana na mafanikio yaliyopatikana katika zoezi hili, tumeona ni vyema kuendelea kuandaa wiki hii ya ardhi na makazi kwa mara nyingine kwa lengo lile lile la kuonyesha shughuli mbalimbali zinazotekelezwa na Wizara ya Ardhi, lakini pia kujenga uelewa zaidi kwa jamii katika sekta hizi mbili ambazo ni sekta muhimu sana kwa maisha ya kila siku ya mwanadamu. Wiki hii ya ardhi na makazi hutoa fursa ya ushirikishwaji kwa wananchi tunaowahudumia juu ya matumizi bora ya ardhi na kutambua mchango wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii, pamoja na kuimarisha uelewa kwa wananchi kuhusu haki na wajibu wao katika umiliki wa ardhi na matumizi ya ardhi. Ndugu waandishi wa habari, miongoni mwa faida kubwa ambayo hupatikana katika shughuli hii ni kupunguza kwa changamoto ya migogoro ya ardhi, ambayo pamoja na mikakati mingine, kupitia wiki hii ya ardhi na makazi, wananchi wamepata mwamko mkubwa katika ufuatiliaji na utafutaji wa taarifa kwa ajili ya kujiridhisha katika mauziano ya ardhi ambayo ni sababu kubwa inayopelekea migogoro hiyo. Hivyo niendelee kutoa wito kwa wananchi wetu waendelee na utafutaji wa taarifa wa maeneo hayo, hasa ukizingatia wapo madalali ambao sio waaminifu wanaojihusisha na uuzwaji wa maeneo bila kufuata taratibu na kupelekea matatizo makubwa kwa serikali pamoja na wananchi kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, mbali na faida zinazopatikana katika sekta ya ardhi, pia yapo mafanikio makubwa katika sekta ya makazi kupitia wiki hii, ambapo wananchi hupata uelewa wa miradi mbalimbali ya nyumba za makazi na biashara inayotekelezwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia shirika la nyumba, na kuweza kufahamu njia tofauti zinazorahisisha ununuzi wa nyumba hizo za makazi, ikiwemo Chumbuni, Mombasa, kwa Kembe Samaki, pamoja na miradi mingine ambayo inatekelezwa na itakayoanza kutekelezwa katika kipindi hichi. Hivyo wiki hii hupelekea wananchi kuhamasika katika ununuzi wa nyumba hizo. Ndugu waandishi wa habari, katika maadhimisho ya wiki hii tumepanga kutekeleza mambo yafuatayo. Kwanza, wizara kushirikiana na wananchi itafanya usafi wa mazingira katika mikoa mitano ya Zanzibar kwa lengo la kuhamasisha wananchi kuyatunza maeneo yao ya makazi yao na kuleta usafi wa mazingira. Pia kutakuwa na makongamano na majadiliano kuhusiana na umiliki wa ardhi na matumizi yake. Lakini pia kutakuwa na ukaguzi wa maeneo mbalimbali yanayojengwa vituo vya mradi wa mfumo wa taarifa za ardhi wa LARIS, ambazo mfumo huu utahifadhi taarifa zote za ardhi ambao utatekelezwa hivi karibuni. Lakini pia kutakuwa na ufunguzi na uwekaji wa jiwe la msingi kwa masjala ya ardhi Makunduchi, na kwa upande wa Pemba kutakuwa na uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa kituo hicho cha masjala ya ardhi kwa upande wa Pujini Pemba. Itafanyika tarehe 28 mwezi wa 6 2026 katika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein Suza Tunguu saa 3 asubuhi, na mgeni rasmi tunatarajia atakuwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.